Kama wadau wa masuala ya katiba, utawala wa sheria pamoja na demokrasia, tumepokea kwa masikitiko makubwa jana tamko ambalo lilitolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ndugu Patrobas Katambi akiwa bungeni kuhusiana na katazo la vyama vya siasa kufanya mikutano ya siasa. Sasa kutokana na uzito wa jambo hili, nimeona kama mdau na mtu ambaye ni mtaalamu kwenye maeneo haya ya katiba pamoja na utawala wa sheria, nimeona nitumie muda huu kuweza kuzungumza angalau kwa ufupi masuala ya kikatiba pamoja na masuala ya kisheria ambayo yanagusa lile katazo ambalo amelitoa. Sasa kabla sijaenda kuzungumzia, kwanza ningependa niweze kuweka msingi kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye utangulizi au preamble, waliotengeneza katiba yetu wanatamka kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia ambayo watu watakuwa na uhuru wa kushiriki mambo mbalimbali ambayo yanawagusa mambo ya kitaifa. Lakini vile vile ibara ya muhimu sana ambayo inaitambulisha taifa la Tanzania ni ibara ya 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ibara ya 3 na yenyewe inaenda kuzungumzia kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi. Kwa tunapozungumzia uwepo wa vyama vingi, sio kusajiliwa tu. Vyama vingi ni pamoja na kufanya shughuli zake za kisiasa. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, bado kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 21 ya katiba inatoa haki na kulinda uhuru wa watu kushiriki masuala ya kitaifa ambayo yanagusa maslahi au maisha yao moja kwa moja. Sasa moja ya eneo la muhimu ambalo linalinda au ambalo linagusa maslahi ya watu moja kwa moja ni uhuru wao wa kujumuika, uhuru wao wa kufanya maandamano, uhuru wao wa kuweza kutoa maoni mbalimbali na kuwa na mtizamo tofauti. Lakini vile vile jambo hilo linalindwa na ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya uhuru wa kujieleza. Kwa kimsingi, tamko ambalo waziri amelitoa linakwenda kukiuka misingi ya muhimu ya katiba, linaenda kukiuka ibara ya 21 ya uhuru wa watu kujumuika, lakini linaenda kukiuka ibara ya 18 uhuru wa kuweza kutoa maoni, lakini linaenda mbali zaidi, linaenda kukiuka hata tamko la Umoja wa Mataifa la haki za kiraia na za kisiasa la mwaka 1966 ambalo nchi ya Tanzania iliridhia toka mwaka 1976. Lakini vile vile tuna tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu la mwaka 1948 ambalo kwa mujibu wa ibara yetu ya 9 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina acknowledge au inalikubali kama ni moja ya viini vya muhimu au moyo wa katiba yetu. Sasa kwenye hivi vyombo vyote ambavyo nimevizungumzia au hizi nyaraka zote ambazo nimezungumzia au matamko haya ya kimataifa, moja haki ya msingi ambayo inalindwa ni haki ya kujumuika pamoja na haki ya kuweza kutoa maoni pamoja na kushiriki shughuli za kisiasa. Na eneo la shughuli za kisiasa ni la muhimu sana. Na pengine ni wakati mwingine kuna kujisahau kwamba kwa nini tumeruhusu kuwe na nafasi au kuna space ya vyama vya siasa kuweza kufanya shughuli zao. Kama tungefunga milango ya vyama vya siasa kuweza kufanya shughuli zao, maana yake ni nini? Unatengeneza mazingira ya kuweza kupelekea pengine watu wakatafuta milango mingine, ambayo milango mingine inaweza kuwa ni uasi. Kwa hiyo ndio maana dunia iliona kwa moja ya shock absorber ya kuhakikisha nchi inakuwa stable, maana kuna ruhusu kila watu wenye maoni tofauti wawe na nafasi au wana dirisha la kuweza kutolea yale ambao wanaamini maoni yao. Kwa ndio maana kumekuwa na mfumo wa vyama vingi. Kwa ukiangalia mfano katika Afrika, miaka ya 60 baada ya uhuru, utaangalia miaka 10 ya kwanza, nchi nyingi sana zilitawaliwa na mapinduzi. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kupata uhuru, nchi nyingi zilifuta vyama vingi ambavyo vilikuwepo wakati wa ukoloni. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa tayari wana maoni tofauti na vile vyama vya ukombozi ambavyo vilikuwepo wakati huo, kwa mfano nchi kama Ghana ilikumbana na mapinduzi mengi, Nigeria imekutana na mapinduzi mengi, na nchi zingine nyingi zilikumbana kwa sababu tayari nafasi au space ya wao kuwa na maoni tofauti ilikuwa imeminywa. Sasa kwenye karne hii hatutegemei kwamba tukarudi kwenye hizo zama za giza ambazo zilileta matatizo ambayo ni makubwa sana. Kwa ndio maana lazima hii nafasi ya vyama kuweza kushiriki shughuli zao za kisiasa
ni lazima iweze kulindwa kwa wivu mkubwa. Lakini niseme pia kwamba haki ya vyama vya siasa kukutana kwenye mikutano na kufanya maandamano ni haki ambayo vile vile ipo kwenye sheria ya vyama vya siasa. Kwa ukisoma sheria ya vyama vya siasa kifungu kile cha 23 cha sheria ambacho zamani ilikuwa ni kifungu cha 11 kinaelezea haki ya vyama vya siasa kushiriki shughuli zao kwa maana ya mikutano pamoja na maandamano. Lakini vile vile kifungu cha 43 cha sheria ya polisi pamoja na polisi wasaidizi sura namba 322 ya sheria za Tanzania na yenyewe imetoa hiyo haki. Sasa ukienda kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa ukipitia ile yote, mwenye mamlaka ya kuweza kusimamia hizo taratibu nzima za vyama vya siasa kufanya mikutano pamoja na maandamano, utaratibu umepelekwa kwa wakuu wa polisi wa ngazi za wilaya au wale ma OCDs. Kwa OCD ndio watu ambao wanaruhusiwa kupelekewa taarifa, sio kuombwa kibali, ni kupelekewa taarifa. Kwa chama kihitaji kufanya mkutano kinaandika kinapeleka kusudio lake walau masaa 48 kabla. Halafu baada ya hapo kinaendelea na maandalizi. Sheria inasema waendelee na maandalizi kwa ajili ya mkutano. Kama yule afisa wa polisi ambaye ndio mkuu wa polisi kwenye wilaya husika akagundua kuna sababu za kiusalama yeye, basi anaweza kawajulisha chama cha siasa na kuambia kwamba labda kama itashindikana, na awaambie kama leo imeshindikana ni lini watafanyia au ni sehemu gani nitakuwa wafanyie, ili polisi iweze kujipanga kwa ajili ya kuwapa usalama. Kwa hiyo ukiangalia sheria ilivyotungwa haikuweka mwanya kwamba polisi watajiamulia kuwakatalia, na ndio maana imetoa option kwamba kama kuna sababu za kimsingi za kiusalama wanaweza kutoa alternative kwamba baada ya kufanyika mkutano leo labda ufanyike kesho au kesho kutwa, au baada ufanyikie eneo fulani ufanyikie eneo jingine kwa ajili ya usalama. Na jukumu la polisi litakuwa ni kuhakikisha wanawapatia vile vyama vya siasa ambavyo vinafanya shughuli zao za kisiasa wapatiwe ulinzi. Na ni jambo kidogo la kihistoria. Miaka ya nyuma walikuwa wanatakiwa kuomba kibali, lakini baadaye baada ya kesi kuja kufunguliwa na marehemu Mzee Mtei, kwa sababu polisi walikuwa wananyima watu vibali, ndio mahakama ikaja ikasema hapana, polisi wasiruhusiwe kutoa kibali, badala yake iwe ni swala la taarifa tu. Sasa ukipitia hizi sheria zote kuanzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya polisi, sheria ya vyama vya siasa, hakuna popote ambapo mheshimiwa waziri ametajwa kwamba anaweza kutoa maelekezo ya kuzuia vyama vya siasa visifanye shughuli zao za kisiasa. Kwa kitu ambacho amekifanya mheshimiwa waziri kwa heshima kabisa, kwa sababu yeye nimeambiwa ni mwanasheria, ni jambo ambalo kwa kweli ni fedheha, ni jambo ambalo ni aibu kwa taifa. Nisingetegemea sana mheshimiwa waziri ambaye ana taaluma ya sheria kwamba anaweza katoa tamko au agizo ambalo najua kaza ni batili kwa kiwango hicho, tamko ambalo linapingana kabisa na sheria, linapingana na katiba, linapingana na kila mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli ni kitu ambacho hakipo sawa kabisa. Lakini mimi niseme pengine tamko la mheshimiwa waziri limepanua mjadala wetu wa kuelekea katiba mpya. Na limepanua mjadala wa kuelekea katiba mpya kwa sababu gani? Kwamba hili linatuonyesha, linazidi kuthibitisha tena na tena kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havipo huru kwenye kutekeleza majukumu yake. Kwa sababu nafasi ya waziri anatakiwa simamia mambo ya kisera tu. Kwa yeye atahakikisha angalau kama ni sheria nitakuwa ifanywe marekebisho, amepeleka mswada kwa ajili ya kurekebisha. Kama kuna mambo ya labda sera ya uendeshaji wa polisi badilisha, anaweza akafanya hiyo kazi. Budget, hayo ndio maeneo yake. Lakini swala la utekelezaji wa majukumu ya polisi ya kila siku, waziri hatakiwi kuingilia, kwa sababu hiyo wanasema wanataka kuitumia polisi kama silaha, au wanaita weaponization ya jeshi la polisi. Utaangalia wenzetu kwa mfano Kenya, moja ya changamoto ambayo iliwasumbua sana ilikuwa ni matumizi mabaya ya jeshi la polisi, kwamba wanasiasa anaweza kaagiza polisi ukakuta wameacha kufanya mambo kwa weledi, wanafanya mambo kwa kutekeleza maagizo ya waziri. Kwa sababu kati ya waziri na polisi ni nani ambaye amesomea mambo ya ulinzi na usalama? Kwa hiyo tunajua polisi wetu wana weledi, ni watu ambao wamesomea, wana uwezo wa kudetect kama kuna viashiria vyovyote ambavyo vinahatarisha labda amani. Kwa hiyo tutegemea polisi ndio wangesema kwamba wameona viashiria fulani, halafu baada hapo wakatoa muongozo kwamba tuweze kufanya kitu gani. Lakini kwenye hii unaona kabisa wakati mikutano ya vyama vya siasa vinaendelea, tena wametegea kipindi ambacho imeshamiri, tena hakuna vurugu, kila jambo limeenda vizuri. Ghafla tulisikia kwanza kuna chama kimoja cha siasa kilianza kutoa kama maneno ambayo yaliashiria kwamba mbeleni kuna jambo linaenda kutokea. Chama cha Mapinduzi kuna matamko wametoa hapa,
Na ukiangalia ni kama vile waziri amekuja sasa kupitia kwenye yale matamko ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ukiangalia utagundua ni kwamba tamko la mheshimiwa waziri wala halisadifu kwamba kuna jambo lote la kiulinzi na usalama, ila inaonekana ni jambo la kisiasa, ni jambo ambalo limelenga kufifisha pengine upinzani na kuacha pengine serikali pamoja na chama tawala kisipate kukosolewa. Jambo ambalo tunaona kwenye nchi ya kidemokrasia kama Tanzania ni jambo ambalo halijakaa sawa. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya msingi ya kuweza kuzuia vyama vya siasa kuendelea kufanya shughuli zao. Najua waziri ametamka kwamba mpaka CCM imezuiliwa, lakini naamini yawezekana hiyo CCM imetamka tu kwa sababu pengine CCM hawana mikutano tunayo kuendelea kufanya. Kwa sababu kwa namna siasa ilivyo kila mmoja ameweza kuona mambo yanaenda. Kwa hiyo inawezekana ameamua tu kwamba at least tuseme kwamba na CCM imezuiwa na vyama vingine ambavyo kimsingi havina uwezo hata kufanya mikutano. Kwa hiyo kimsingi aliye lengo anaonekana kwenye mazingira hayo. Kwa mimi nafikiri ni jambo ambalo kwa kweli mheshimiwa waziri amejielekeza vibaya, na mheshimiwa rais kwa ajili ya kulinda, kwa sababu mwisho wa siku mkuu wa nchi anayebeba taswira ya taifa ni mkuu wa nchi. Kwa hiyo nimuombe mheshimiwa rais kwa ajili ya kuendelea kulinda taswira na kulinda kile kitu ambacho alivyoingia madarakani alionyesha kwamba anataka vyama vya siasa vipate nafasi ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Hili jambo nategemea mheshimiwa rais atatoa mwongozo kwamba ili tamko la mheshimiwa waziri liweze kubatilishwa, vyama vya siasa viruhusiwe kuendelea kufanya shughuli zao, kwa sababu kufanya shughuli za kisiasa sio jambo la hisani. Ni jambo la haki yao ya kikatiba, ni haki kwa mujibu wa sheria za nchi hii, ni haki kwa mujibu wa mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo nchi ya Tanzania imeridhia. Na kuendelea kushupaza shingo ni kutengeneza mazingira ambayo pengine unataka hawa ambao wamenyimwa nafasi ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, unataka watafute sasa mlango mwingine. Ni mlango gani? Nafikiri anayetaka wafanye vile labda yeye anaweza kufikiria anataka wafanye nini. Lakini mimi naamini inaweza ikatupelekea kwenye mazingira ambayo ni magumu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.